lakini wazee wanayo hivi. Ukienda misikiti ambao wazee wao wanasema kwamba Uislamu wetu mkunuti, miongoni mwa hoja zao kubwa ni hadithi hii. Wasema lakini haya sawa. Kuna nyingine iliyokuja kuhusu kuelezea kama bid'a, hadithi inayokuja hapo itaelezea kwamba kunuti bid'a. Asa lakini si ipo nyingine kwamba mtume alikuwa akikunuti? Yaingia akilini kwamba mtume alikuwa akifanya bid'a? Ingia akilini hiyo kweli? Naenda alisema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Katika riwaya fa inna kulla muhdathatin fa hiya dalala. Aliyesema maneno haya ndio afanye bid'a. Haiwezekani. Wa anhu, kwa hii hadithi ni dhaifu. Na hadithi dhaifu hatuijengei hukumu kisheria. Hadithi dhaifu haithibitishi hukumu yoyote, la tarkan wala fi'lan fi shar'i. Hivyo wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana la yaqnutu illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, sahahahu ibn Khuzaimah. Na kutoka kwake hivyo ambaye ni Anas ibn Malik kwamba alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakunuti isipokuwa atakapokuwa anaombea watu khairi au anaombea watu shari. Sahahahu ibn Khuzaimah, hadithi amesahihisha al-Imam ibn Khuzaimah. Lakini Sheikh Al-Fadil Al-Jalil Ibn Taymiyyah anasema la yaqnut fi ghairi al-witri, kwa maana mtume, kwa maana alikuwa hakunuti isipokuwa kwenye nini? Kwenye isiyokuwa swala ya witri. Illa an tanzila bil muslimina nazilatun fayaqnutu kullu musallin fi jami'i salawat. Hivyo isipokuwa itakapoteremka, litakaposhuka kwa Waislamu balaa. Hapa alikuwa mtume sasa ndio alikuwa hukunuti yeye na hukunuti kila mwenye kuswali kwenye swala zake zote. Lakinahu fil fajr wal maghribi akadu bima yunasibu tilka nazila, lakini kwenye alfajiri na almaghribi hiyo kunuti inakuwa ni akadu zaidi, yakokotezwa zaidi kwa ule munasaba na ule wakati wa kunasibia na hilo tukio. Sasa hapa tunaona kwamba wale wanaokwenda na hoja kwamba kwa sababu matatizo mengi tuomba, mbona makunuti alfajiri tu? Hivyo kwa nini alfajiri swala nyingine hamkunuti? Kama kweli hiyo kunuti yenu ni ya nawazi, mbona alfajiri tu? Yani kwa nini alfajiri tu? Na kama ni ya nawazi swala zote watu wa kunuti swala zote, kama ilivyokuwa watu wa kikunuti zama za corona, ile ndio kunuti ya nawazi ile, sababu kumetokea tatizo. Bali kuna baadhi ya watu wamefanya kama ile nini, nguzo ya swala, ukiacha arejea swala. Kuna wazee ukiacha ile nini ile kunuti ile arejea swala. Ipo baadhi ya misikiti ipo hivi, ukiacha moja kwa moja na nini anarejea swala na humwambii kitu, yani humwambii kitu, bali Allahu musta'an. Yani mtu anaweza akakosea suratul Fatiha ambayo ni nguzo ittifaqan, na wala mzee aliyeswalishwa na imamu aliyekosea hiyo sura asirejee swala, lakini ikiacha kunuti arejea swala na matusi juu wa mahabi hao watutawala msikitini kwetu, hapo vikanzu wao atatukana wewe matusi mengi. Allahu musta'an. Wa an Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i, kutoka Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu, Allah mridhie, qala, amesema qultu li abi, nilimwambia baba yangu ambaye ni Tariq al-Ashja'i, yeye ni Sa'd, nilimwambia baba yangu, ya abati, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Umara wa Uthmana wa Ali, afakanu yaqnutuna fil fajri. Baba yangu wewe umeswali hivi, kwa maana huyu nani huyu? Mtoto tabi'i.
amuuliza baba yake ambaye ni sahaba, wewe umeswali nyuma ya baba yangu, umeswali nyuma ya baba yangu wewe, yani umeswali nyuma ya mtume na Abu Bakari na Umar na Uthman na Ali, hivi hawa walikuwa wakikunuti alfajiri? Qala, akasema ay bunayya muhdathun, ewe mwanangu. Hiyo ay ni katika moja katika hurufu nida, ay kama alivyosema Ibn al-Wardi kule, ay bunayya isma wasaya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Ewe mwanangu, muhdathun, jambo hilo ni la uzushi. La jambo ni uzushi. Muhdathun ay mubtada'un, jambo limezushwa hilo. Rawahu al-khamsa illa Aba Daud. Haya, huyu aliyeswali na mtume akasema ni uzushi. Ni uzushi. Na ile hadithi iliyosema kwamba mtume ilikuwa akikunuti siku zote, na hadithi inayosema kuhusu uzushi wote mwisho wake motoni, tukizichanganya hizi tuweza tukasema kwamba hivi mtume alikuwa afanya bid'a? La, haiwezekani. Sahaba huyu kasema ni uzushi kwa sababu aliswali kwa nani? Kwa mtume. Na huyu ni yeye kwa mujibu wa sheria. Huyu kwenye usulul fiqh anaitwa sahibul qissa wa huwa muqaddamun ala ghairihi. Kisheria huyu anatangulizwa kuliko asiyekuwa yeye kisheria. Fahamu, wewe ukisema kwamba mimi nimesoma nikaona kwamba mwaka fulani kulitokea tukio fulani, tena kulitokea tukio fulani siku fulani tarehe fulani kwenye eneo fulani, alafu kukatokea mzee akasema kwamba la, wewe umesoma, mimi nilikuwepo, halikutokea hivi, wewe utakuacha kwa sababu huyu ni sahibul qissa, alikuwepo kwenye hilo nini tukio. Huyu anatangulizwa kuliko nani? Kuliko asiyekuwa yeye, kuliko asiyekuwa yeye. Kwa hiyo ndiyo hali ipo hivyo, isipokuwa Imam Abu Daud. Kwa hiyo utaona kwamba kunuti kuna khilafu, lakini msamo wangu mimi bid'a, mimi binafsi na khilafu zilizopo, lakini mimi naona kwamba kunuti ni bid'a. Kunuti ile isiyokuwa ya nawazil zile, au zile ambazo zinakuja kwenye salatul istisqa au salatul kusuf, zile ukitoa zile kwa kusudia alfajiri ile, sababu kuna baadhi ya watu ukiwaambia kwamba kunuti mbina anasema mbona imetajwa kuomba kwa likitokea tatizo, ile ni kunuti ya nawazil kwa kusudia hii alfajiri. Sisi usijitie usogora. Na pia kuna kauli ya Abdullah ibn Abbas kaelezea wazi wazi kwamba kunuti ni nini, bid'a, kaelezea, ipo kauli yake. Sasa kuna maneno mengi kwenye hilo. Wa anil Hasan, ndio maana kuna mzee mmoja alifikia kusema kwamba kuna mmoja kati ya wazee ambao misikiti yao ni hayo misikiti ya kunuti, alifikia kutuenezea miaka ya nyuma kwamba hatuswali alfajiri kwa sababu hatuoni msikitini kwake, na alikuwa sisi kwa tunakwenda kwenye msikiti ambao kunuti. Alifikia kutuenezea kwamba wale na sunna zao tunafanya kusema hapo swala zote jamaa, bali wao ndio wanaoswalisha kabisa, lakini alfajiri huwaoni. Hawaswali wale alfajiri wale, siji asema kama sijui salafi wao umemwambia kama swala ni 4 wenye kusema hivi. Ndio kwa maeneo haya tuliyokuwa tunakaa, kuna msikiti kule jirani wanaokaa kina ikhwa wao, akhi na akhi hapo, na kuna msikiti mwingine hapo. Hiyo hainini, hai kunuti salatul fajri, isipokuwa kwa nawazili hivyo. Na bali wao wenyewe yashangaza hapo, yashangaza wao wenyewe. Kuna moja kati ya misikiti yayo ilikuwa kuna siku nyingine naongea baada ya alfajiri. Sasa alikuwa siku nyingine nikishaongea wao wafanya kusema kwamba yule atusema kila baada ya alfajiri, alafu wao wasema kwamba si swali. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kule msikiti nikitoa kalima tu. Wallahu almusta'an, hatari. Ndio hivyo. Wa anil Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Hasan ibn Ali Allah amridhie, annahu qala, kwamba alisema allamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri, alinifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ambayo nayasema maneno hayo kwenye nini, kwenye kunuti ya witri. Allahumma hdini fi man hadaita, ewe Allah niongoze
pamoja na wale ulioongoza. Waafini fi man afaita, na unipe afya pamoja na wale uliowaafu, kama uniafu pamoja na uliowapa afya. Unipe afya pamoja na uliowapa afya uzima. Watawallani fi man tawallaita, na unitawalie pamoja na wale uliowatawalia. Wabarik li fima a'taita, na unibariki mimi kwenye ile ambalo umenipa. A'taita hii kwa maana a'taitani, ulionipa. Waqini sharra ma qadaita, na uniepushe shari ya vile ulivyovihukumu. Uniepushe shari ya vile ambavyo wewe umevihukumu. Naweza kusema uniepushe shari uliyohukumu, uniepushe shari uliyohukumu. Fa innaka taqdi wala yuqda alayka, hakika wewe unahukumu na wala hapa hukumu dhidi yako wewe. Innahu la yadhillu man walaita, hakika mambo yalivyo hadhaliliki atakaye kufanya wewe kipenzi, ambaye atakupenda wewe Allah, huyo hadhaliliki huyo. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, umekuwa mtukufu ewe Allah, kwa maana umekuwa mwingi wa khairi ewe Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu, na umetukuka. Ni hadithi kuna maelezo ya Ibn Uthaymeen rahimahullah kuhusu umuhimu wa dua. Nasema dulul hadithu ala ahamiyati hadha dua, kisha akatoa maelezo mengi sana. Kisha akasema moja, akaendelea kisha akasema hivi mahallu shahid, wa thubuti alqunuti fil witri, na kule kuthibiti kunuti kwenye witri. Kama laiti kunuti imethibiti kokote, asingelifanya hasri kusema kwamba kuthibiti kunuti kwenye witri. Ingelisema na kuthibiti kunuti tu kwa sababu ni swala zote atakayoamua mtu akunuti tu pasi na sababu. Kadhalika rawahu al-khamsa wa zada at-Tabarani wal-Baihaqi, wa zada at-Tabarani wal-Baihaqi, na amezidisha al-Imam at-Tabarani na al-Imam al-Baihaqi, wala ya'izzu man adaita, na wala hatakuwa mtukufu atakaye kufanyia uadui wewe Allah, atakaye kufanyia uadui Allah hatakuwa mtukufu. Lakini hapa ifikia hatua baadhi ya watu hutia dua ambazo zipo kinyume na kunuti ya witri, hata kama ya witri. Na kuna baadhi ya watu ili jambo wanakosea sana, kwa sababu hii ni kunuti ya witri imekuja hivi tu. Kisha kuna baadhi ya watu utakuta hapo aombea dua mpaka kofia yake, ya Rabbi ijaliwe safi, atakayataki isiwe na nongo. Na kuna wengine nao wajiombea dua wao, yani wamuitikisha mtu aamini alafu wajiombea dua wewe. Wengine shafiki sema Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, yani aombea dua za kawili talafu kwa watu aamini. Na ustadhi wangu, mmoja kati ya ustadhi wangu anasema mimi nishasikia watu waomba dua kabisa, Allahumma anzil alaina maidatan minas samaa, dua aliyoiomba Isa kwa wale Banu Israeli waliotaka meza ishuke mbinguni, wale walioteremsha manna na salwa, wale watu wako huko. Asa mpaka leo hayajibu dua, maana haijashuka meza. Allahu almustaan. Kuna ala hatakuwa mtukufu ambaye atakufanyia uadui wewe. Zada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ta'ala ala an-nabiy. Al-Imam an-Nasa'i amezidisha hivi, na Allah amsalie kwa maana kumuombea dua Mtume sallam. Angalia Sheikh Fauzani asema hivi, waqad nassa al-ulama'u ala anna al-imama yad'u fi al-qunuti bi sighati al-jam'i, so bi sighati al-fardi abil mufrad. Ukajiombea wewe kama huyo aliyekuwa akiomba warhamhuma kama rabbayani. Hapa sahihi, hapa yeye aliomba Allahumma ighfirli wa liwalidayya, sahihi Allahumma ighfir lana wa liwalidina, kwa tamko la wingi. So warhamhuma, warhamhum, so kama rabbayani, kama rabbauna, so saghiran bali sighara, hivi kwa jamu. Si kwamba aiombe dua yeye tu, sio hivyo. Min an yaqula Allahumma hdini wa afini, kuliko kusema nini Allahumma hdini wa afini. Fa innahu yaqulu Allahumma hdina wa afina kwa jamu, sio kwa mufrad hivyo.
walilbayhaqi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na ana al-Imam al-Bayhaqi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allah amridhie kwamba yeye amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallam yuallimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salati subhi, ilikuwa mtume akitufundisha si dua ambayo tulikuwa tukiomba dua hiyo kwenye sala ya asubuhi. Wa fi sanadihi dha'f, ingawa kwenye sanadi ya hadithi ni kuna udhaifu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam, idha sajara ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hadithi ambayo pia ndani yake kuna khilafu. Atakaposujudu mmoja wenu, fala yabruk, asipige magoti, asianguke vile moja kwa moja vile, asianguke moja kwa moja kama yabrukul ba'iru, kama anavyoanguka nani, asiporomoke vile anavyoanguka ngamia. Ngamia kitakapokaa chini afanyaje? Atanguliza nini? Ya mbele. Kwa maana hii hadithi yaonesha makatazo ya mtu kutanguliza mikono hivyo. Lakini pia hadithi hii wapo walioona kwamba yathibitisha kunini kutanguliza mikono. Kuna khilafu. Angalia ilivyokuja mbele, waliyadha yadaihi qabla rukbatayhi, na aeke mikono yake kabla ya nini? Kabla ya magoti yake. Umeona ilivyokuja? Ukisema wachukua wajhu wa nini? Wa maana ya kwamba ngamia atanguliza miguu yake ya mbele ambayo ndio mikono ile. Na mtume katukataza tusiporomoke kama ngamia. Na pia akasema tutangulize mikono kabla ya magoti. Umeelewa nini? Ani umeelewa nini kwa mfano, yani hadithi umeelewaje? Ingawa Ibn Uthaymeen anasema kwamba hadithi haikuja ala ma yabruku alayhi al-ba'ir, kisha akasema kwamba pamoja na kwamba haikuja hivi, ingelikuja hivi akasema kama yabruku al-ba'iru, hadha nahyun 'anil kayfiyya, ni katazo la ile namna ya kuporomoka, usiporomoke kama nani? Ngamia. Lakini kisha akasema kwamba lakini ingelikuja ala ma yabruku alayhi al-ba'iru, hii ni nahyun 'anil a'dha'i allati yasjudu 'alayha, vile viungo. Kwa hiyo ala ma yabruku kama yabruku tofauti. Sasa ukifanya jamu baina ya haya mazungumzo haya upata natija ya kwamba, na ndio kauli ambayo inaongelewa na baadhi ya ulama wengi kwenye hilo, kuwa watakiwa vile ukienda utangulize magoti. Ipo kauli hiyo, lakini usianguke kama ngamia. Hiki ndio ambacho amekikataza mtume. Na wapo waliosema la, usianguke lakini pamoja na kutokuanguka usitangulize magoti, tanguliza mikono. Unakuta kwamba kuna watu wametofautiana, wengine muenda kwenye swala lakini wamepeleka magoti, yeye aenda kwenye mikono, aenda kwa mikono hivi. Kila mmoja na kaifi yake kwenye hilo. Akhrajahu thalatha. Kwa mara ya kwanza tunaona tamko la thalatha. Utishe kule unako nyuma. Kwa hiyo thalatha man. Hatujawahi kuuliza kuhusu thalatha. Sio alladhina khulifu, sio hao. Naam, ngoja mimi hakiki alafu tumwache mtu kwa ajibu. Waman. Haya, kasema hivi ni maelezo tutataja kama nubdha ya hilo. Wale wako saba. Na kwenye hao saba hao ukisema kuhusu watatu ni kwanza uwatoe wale wangapi? Watoto wa mwanzo. Ukishatoa watoto wa mwanzo wale, kisha
umtoe, kisha akasema na umtoe na wale na nini na wa mwisho, ataja hivi na umtoe wa mwisho. Sasa si Allahu musta'an, umtoe wa mwisho, watoe wale watatu wa mwanzo, watabaki wangapi? Wanne. Na umtoe wa mwisho ambaye nani? Ibn Majah ndio mwisho. Kwa hiyo itakuwa ni An-Nasa'i na At-Tirmidhi na Abu Daud, ndio wa thalatha. Watoe watatu wa mwanzo na wa mwisho, wanabakia watatu katikati hapo, ambaye ni al-Imam At-Tirmidhi na al-Imam An-Nasa'i na al-Imam Abu Daud. Kwa umemtoa al-Bukhari na Ahmad na Muslim na Ibn Majah, hao ndio umewatoa. Kadhalika wa huwa aqwa min hadithi Wa'il ibn Hujr, ai hadithi hii ni yenye nguvu kuliko ile hadithi ya Wa'il ibn Hujr iliyoelezewa nyuma hiyo. Ra'aytu an-nabiy sallam idha sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, kuliko hadithi akhrajahu al-arba'a. Ya nyuma ina nguvu kuliko hii inayoelezea kwamba mtume alikuwa, nimemuona mimi akisujudu, alikuwa akiweka magoti yake chini kabla ya mikono. Hii nayo waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Sasa kuna khilafu kwenye hili jambo, na khilafu za ulama, lakini pia wale ambao wamerajihisha basi wameziingia hizi hadithi wakazifanyia tafhis kwenye upande wa kuangalia masala ya ilal na mengineyo. Fa inna lil awwal shahidan min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma sahahahu ibn Khuzaimah. Umeona, ili atilie nguvu kataja hadithi nyingine, masala lazima uende kwenye hadithi, kwa sababu ile ya mwanzo ile ina hadithi nyingine ambayo inakalia kama ushahidi, na kwa ni shahidi nyingine kwenye hadithi ya Abdullah ibn Umar ameisahihisha al-Imam ibn Khuzaimah, na ameitaja al-Imam al-Bukhari hali yakuwa ni muallaq na ni mawquf, kwa maana adafa ila man, ila sahabi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka عبد الله ibn Umar Allah amridhie na babake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallam idha qa'ada litashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna. Kama mtume alikuwa akiweka mkono wake wa kushoto juu ya mkono wake, akiweka mkono wake wa kushoto juu ya goti lake la kushoto, na mkono wake wa kulia juu ya goti lake la kulia. Wa aqada 53, na alikuwa hufanya aqdi vile, kufunga zile hisabu mara 53, na hizi zaitwa hisabu al-asabi'. Amezitaja al-Imam As-Sanani kwenye Subul Salam, sharh ya Bulughul Maram, ingawa Sheikh Fauzani yeye katoa maelezo akasema hivi kwenye ile njia, hadhihi tariqatun hisabiyya, hii ni njia ya kihesabu inda al-arab, ambayo ipo kwa Waarabu, hii yusamunaha hisab al-asabi', wanaiita ni hesabu ya vidole, au jadwal al-asabi', au jadwal yani ya vidole. Wa nahnu la na'rifuha. Sheikh Fauzani asema sisi hatuijui, wewe utajua. Jua Sheikh Fauzani Mwarabu yule asema haijui, lakini al-Imam Sanani kwa sababu yeye ni Mwarabu wa zamani, yeye kanini kataja. Kisha akasema hivi, waqad dhakara Sanani fi Subul Salam kunmudhajan min hisab al-asabi' fi sharh hadha al-hadith, ikataja baadhi ya hisabu al-asabi', yani zile hesabu za vidole katika hadithi hii wakati akisherehesha. Wa ashara bi isbi'ihi sababa, na alikuwa mtume sallam huashiria kwa kidole chake cha as-sababa, waitwa asali kidole cha shahada. Hiki ndio as-sababa, kidole cha shahada, ambacho hata kama utamwambia mtoto kuhusu jambo, wewe umnyoshie hiki, wewe tulia nitakupiga, hivyo ndio sababa. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayati lahu, na kwenye riwaya yake yeye al-Imam Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha, alikuwa mtume huvifunga vidole vyake vyote. Wa ashara bitali talil ibham, na huashiria kile kinachofuata ambacho hufuatilia ibham. Ibham ni hiki dole gumba, kwa hiyo kinachofuata kufuatia ibham ni kipi? Hiki, kwa maana huashiria hiki kidole cha as-sababa. Ibham, sababa, wusta, binsarun na khinsarun. Kwa mtume huu huashiria kwa kidole cha ambacho hukifuatilisha ibham, kwa maana ni hiki cha shahada. Kisha
wa an ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kutoka Abdullah ibn Mas'ud Allah amridhie, qala amesema iltafata ilaina rasulullah sallam faqala idha salla ahadukum falyaqul, alituelekea sisi mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema atakaposwali mmoja wenu na aseme at-tahiyatu lillahi, maamkizi mema yote ni ya Allah, maamkizi mema zile salamu njema, wassalawatu, as-salawatu kwa maana vile vitu vizuri, maombi, afwan, maombi, sababu as-salawatu kwa maana ya sala kwenye upande wa dua, swala kwa maana ya nini, ya dua. Na ukisema pia kwa maana ya swala ile yenyewe, swala yenyewe pia si makosa, sababu swala yote au swala za sampuli zote zitakazofanywa kwa ajili ya nani? Allah. Kwa hiyo ukisema, ukitafsiri swala kwa maana ya lugha na swala kwa maana ya kisheria, vyote sawa. Wat-tayyibatu, na vile vitu vizuri, kwa maana kwamba lillahi, hilo limefutwa lillahi kwa takdiri ya at-tahiyat iwe hivyo. Assalamu alayka, amani iwe juu yako, ayuha nabiyu, ewe mtume, amani iwe juu yako ewe mtume, wa rahmatullahi wa barakatuhu, na rehema za Allah kadhalika na nini, na baraka zake. Assalamu alaina, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi as-salihin, na amani iwe juu ya nani, ya waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, peke yake, kwa maana hali ya kuwa peke, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume, ni mja wake na ni mtume wake. Kisha baada ya hapo, thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u, kisha achague katika dua ile ambayo itampendezeshia yeye zaidi, kisha aombe. Baada ya hapo atachagua, ingawa ukitoa salamu pia si makosa, ila ukizidisha dua nyingine yoyote pia sio makosa, kwa sharti tu uombe Kiarabu muda wa kuwa upo ndani ya swala, uombe kwa lugha ya Kiarabu muda wa kuwa upo ndani ya swala. Kama una dua yako ambayo hujui kuitamka Kiarabu, iombe baada ya swala. Hivyo muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari, na tamko la Imam al-Bukhari, ingawa amepokea pia al-Imam Muslim. Walin-Nasa'i, na ana al-Imam an-Nasa'i, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, ilikuwa tukisema sisi kabla ya kufaradhisha juu yetu at-tashahhud. Imekuja vile vile wali Ahmad anna an-nabiyya sallam allamahu at-tashahhud, kama mtume sallam alimfundisha yeye at-tashahhud. Nani huyo? Abdullah ibn Mas'ud. Wa amarahu an yuallimahu an-nas, na akamwamrisha mtume Abdullah ibn Mas'ud naye awafundishe nani? Watu. Walimuslimin, na ana al-Imam Muslim an ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka Abdullah ibn Abbas Allah amridhie, qala, amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yuallimuna at-tashahhuda at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ingawa ya tahiyatu imekuja kwa matamko tofauti mbalimbali, ila kayataja hata al-Imam al-Albani kwenye sifatu salah kayataja rahimahullah. Kwa hiyo ya tahiyatu kisha ikaendelea moja kwa moja mpaka mwishoni kwake. Mtume alikuwa akitufundisha at-tashahhud, kisha akataja mpaka ila akhiri at-tahiyyat. Wa an Fadala ibn Ubayd, kutoka Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu Allah amridhie, qala, amesema sami'tu rasulallahi au sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rajulan yad'u, mtume alimsikia mtu, mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu akiomba fi salatihi, katika sala yake, wala yahmadillah, lakini wala hakumhimidi Allah. Nikaomba lakini yeye hakumhimidi Allah, yani kwa maana kaomba alivyoomba, lakini kwenye hiyo swala hakukutokea nini? Himdi, hakumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo mtume yeye akatoa maelezo pia, kwa maana alivyokuwa kamaona huyo mtu, wala yusalli
ala nabii sallam, na wala hakumsalia mtume sallam.